Leo hii kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wanataraji kushuka mzigoni mechi nyingine, mechi yao ya tatu katika upande wa ligi kuu ya soka, upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni wakati ambao Simba wametoka katika matukio mabaya upande wa ligi kuu ya soka ya Tanzania baada ya kupata sare dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini kumbukwe Simba katika michuano ya CAF Champions League tayari wamefanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao, kuingiza wachezaji wazuri ambao wanaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa na sehemu ya wachezaji ambao wanakwenda kuifanya timu yao kuwa katika uimara na ubora mkubwa zaidi. Katika taifa la Tunisia ndiko ambako kikosi cha Simba wamejikita kambi kwa ajili ya mchezo wao wa leo hii. Mchezo unapigwa katika uwanja wa Hamad Stadium, ndio uwanja ambao tutakwenda kuzishuhudia dakika 90 za moto. Simba mechi yao inapigwa saa 11 kamili jioni kwa saa za Tunisia, ikiwa ni sawa na majira ya saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Kuelekea katika mchezo wenyewe, tayari coach Steve Barker ameainisha na kuweka zaidi idadi ya nyota ambao anakwenda kuwatumia, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko makubwa ndani ya kikosi chake, kuingiza baadhi ya wachezaji wapya ambao ananufaika kuwa nao katika upande wake. Kumbuka Simba tayari imewasajili na kuwatambulisha wachezaji takriban watano, wachezaji wanne na wachezaji wa kigeni, na nyota mmoja tu ndiye nyota mzawa ambaye Simba wameweza kukamilisha usajili wake. Atraj nitaomba ni kubidishe kwenye idadi ya wachezaji 11 ambao probably kocha anakwenda kuanza nao katika mchezo huu, kikosi kikiwa katika mfumo wa 4-3-3, 4-3-3 ndio nyota ambao coach Steve Barker anaingia nao katika mchezo huu kuhakikisha kwamba pia timu inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo. Kikosi cha Simba, golikipa yupo Jibril Kasari Dribo Tanja. Huyu kipa kutokea katika taifa la Niger ndiye kipa mpya ambaye Simba amemsajili na moja kwa moja anaingia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Then fullback right, beki namba 2 yupo Show Me The Way Shomari Kapombe ambaye pia ni nahodha. 3 yupo Anton 6 Mrigo ndiye anacheza kama beki namba 3 katika nafasi hiyo. Then beki namba 4 kwa maana mabeki wawili wakati ni Ismail Olivier Tour ambaye anacheza kama beki namba 4 sanjari na mwamba kweli anayejulikana kwa jina la Roshan Adaluk akisimama kama beki nambari 5 pia katika mchezo, kuhakikisha kwamba pia timu inakuwa katika top class kila top performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo. Then 6 yupo Yusuf Kagoma holding midfielder au tunamuita defensive midfielder, ndiye anacheza katika nafasi hiyo. Then nambari 7 yupo Ribase Guye ndiye anacheza kama winga nambari 7. 8 tupo na mashine kweli chuma cha Mjerumani kama ambavyo huwa anajiita Nabi Kamara ndiye anacheza kama box to box midfielder. Then 9 tupo na Jonathan Soa the Black Lion anasimama kwenye nafasi hiyo ya nambari 9. 10 tupo na mwamba mwenyewe Krotus Chota Chama Triple C, mwamba wa Rusaka anarejea pia katika nafasi yake akicheza kama nambari 10. Then 11 anamaliza mwamba anayejulikana kwa jina la mwamba kweli Eri Mpanzu Volcano ndiye anahitimisha na kukamilisha idadi ya nyota 11 kutoka upande wa Simba. Kwa kikosi hichi Simba unaiona katika nafasi gani? Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe uweze kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina. So kikubwa gusa katika upande wa neno subscribe hapo kwenye chini ya video hii, ili moja kwa moja uweze kunufaika na kuyapata yote kwa kina. Sisi kama Sky Media tuko hapa kwa pia unapata update za moja kwa moja kutokea katika taifa la Tunisia, yale ambayo yatajiri katika upande wa mchezo huo. Saa 1 kamili Simba yuko mzigoni dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ya kwanza ambayo Simba wana matumaini makubwa ya kurejesha furaha yao na kurejesha mipango yao ambayo wanahitaji kuitimiza. Subscribe usipitwe na yote zaidi.